Hapa duniani upo ujinga wa namna nyingi sana, lakini kuna ujinga mwingine wa wazi mno. Kwa mfano, hebu tazama dereva wa gari hili na maamuzi aliyokuwa ameyachukua. Huo ni mto ambao umejaa maji, tisha maji ambayo yamejaa kwa namna kama ambavyo yanaonekana kwamba haya ni mafuriko yamejaa katika mto huo, na uwezekano wa hii gari kupita katika mto huu sio rahisi. Lakini mtu yani unashinda tu kueleza siueleze. Hapa duniani upo ujinga wa namna nyingi sana, lakini kuna ujinga mwingine wa wazi mno. Kwa mfano, hebu tazama dereva wa gari hili na maamuzi aliyokuwa ameyachukua. Huo ni mto ambao umejaa maji, lakini pia ni mafuriko. Kwa mtu mzima utarajii kwamba maamuzi ya namna hiyo anaweza kachukua mtu aliyekabidhiwa chombo cha moto na kuendesha binadamu wakiwa ndani yake. Lakini pia abiria waliopanda katika gari hii, unaweza kujiuliza ni watu wa namna gani? Ni vichaa ama ni shetani amepita katikati yao, amewavuruga mpaka kiasi kwamba ameshika akili zao. Dereva huyu ameamua kupita kwenye eneo hili la mafuriko haya ambayo yamezingira huu mto. Lakini maji, ikumbuke kwamba maji yana nguvu kuliko hata hiyo gari ambayo inatembea hapo. Na zaidi mchanga wa mto wowote ambao una maji mengi, hata dereva kiminya breki kwenye maji hayo, gari lazima liseleleke kwa sababu mchanga huo unatembea. Lakini dereva huyu ameamua kuchukua maamuzi haya, na baadhi ya abiria wakiwa ndani ya hiyo gari na wengine wako juu hapo kama wanavyoonekana. Anaenda lakini ikafika mahala akakwama kwa sababu maji yana nguvu. Gari ikaanza kupinduka ama kuseleleka, hivyo kuwazidi nguvu au kuizidi nguvu hiyo gari. Hatimaye wakatumbukia kwenye hilo korongo ambalo linaonekana hapo na gari kuzama, lakini pia uhai wa wananchi hao kuwa katika mashaka makubwa. Kwa mfano, hivi karibuni pia imewahi kutokea mwaka 2024 huko Arusha. Dereva wa gari la school bus, gari la watoto, akaamua kupita kwenye maji, kwenye daraja ambalo lilikuwa tayari limejaa maji. Nguvu ya maji kalizidi gari na hatimaye wakapoteza maisha wale watoto. Jambo ambalo kwa kweli linasikitisha sana. Huu ni ujinga ambao unapaswa kukemewa na kila mmoja mwenye akili timamu. Lakini pia, je, mtu kulaumiwa hapo ni dereva peke yake ama pamoja na hao abiria? Haya mambo yanatafakarisha sana. Mtazamaji, wewe una maoni gani katika hatari kama hii ambayo inaonekana kwenye video hii, ambayo dereva ameamua kuchukua maamuzi ya kijinga kupita katika mto ambao umejaa maji ya mafuriko, na anajua kabisa kwamba hawezi kutoboa hapo, lakini amelazimisha, anapita. Yanaamua tu kupita kwamba aonekane ni mahiri, aonekane ni dereva mwenye weredi, dereva mwenye nguvu kuliko maji, kitu ambacho amehatarisha maisha ya watu, lakini pia usalama wa chombo chenyewe. Hizi ni gharama ambazo ni hasara zisizoelezeka kwa sababu ya ujinga wa mtu mmoja au wawili watatu, na wengine pia kufuata mkumbo tu, kutoweza kushauri ama kuchukua maamuzi ya kukataa kusafiri katika usafiri huo na kukatisha maji ambayo yamejaa kwa namna kama ambavyo yanaonekana kwamba haya ni mafuriko yamejaa katika mto huo, na uwezekano wa hii gari kupita katika mto huu sio rahisi. Lakini mtu yani unashinda tu kueleza siueleze kwa matamshi ya namna gani ili uweze kueleweka. Nini maoni yako mtazamaji? Karibu.